Na mtazamaji wa Gift Online TV, na tumaini uko poa, hali iko poa, lakini kwa siku ya leo natamani ujue na uweze kufahamu kuhusiana na swala zima la utaratibu gani ambao unaweza kupatikana kwa kanisa la Roman Katoliki pale ambapo papa anakuwa amefariki. Na mara baada ya kiongozi mkuu wa kanisa la Roman Katoliki kuaga dunia, lazima aweze kuchaguliwa kiongozi mwingine. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kile ambacho unakitazama ili uwe miongoni mwa wanafamilia wa Gift Online TV. Mara baada ya kiongozi mkuu wa kanisa la Roman Katoliki kuaga dunia, natamani ujue utaratibu mzima kumpata papa katika kanisa Katoliki, ambao ni mchakato mrefu na wenye umuhimu mkubwa unaojulikana kama mkutano mkuu wa uchaguzi wa papa. Huu ndio utaratibu kwa ufupi. Jambo la kwanza, endapo kifo au kujiuzulu kwa papa, mchakato huo huanza rasmi papa anapofariki au anapojiuzulu, kama ilivyotokea kwa Papa Benedikto wa 16. Jambo la pili, sede vacante, yani ni kiti kikiwa kitupu. Baada ya kifo au kujiuzulu, kipindi cha sede vacante huanza. Wakati huu chombo kinachosimamia kanisa kwa muda ni chuo cha makardinali. Lakini jambo lingine la tatu ni maandalizi ya mkutano mkuu. Makardinali wote wasiozidi umri wa miaka 80 wanaitwa Roma kushiriki katika mkutano mkuu. Hufanya mikutano ya kujadili hali ya kanisa na mahitaji ya papa ajaye. Hizi hujulikana kama mikutano mikuu ya kabla ya mkutano. Mahala pa mkutano mkuu kikanisa cha Sistine huandaliwa kwa ajili ya uchaguzi. Lakini jambo la 4 ni kuingia kwenye mkutano mkuu. Na siku iliyopangwa, makardinali wanaoshiriki huingia ndani ya kikanisa cha Sistine. Mara wanapoingia, milango hufungwa na kuna mtu anayeruhusiwa kuingia au kutoka hadi papa apatikane. Mawasiliano yote na ulimwengu wa nje hukatwa ili kuhakikisha uhuru wa uchaguzi. Upigaji kura. Uchaguzi hufanyika kwa njia siri kwa kupiga kura. Kila kardinali huandika jina la anayempigia kura kwenye karatasi ndogo. Karatasi zote hukusanywa, kuhesabiwa na kuchomwa moto. Kama hakuna mgombea anayepata theluthi 2 ya kura katika raundi ya kwanza, kura nyingine hupigwa. Utaratibu huu unaendelea kwa raundi kadhaa kwa siku. Ishara za moshi. Matokeo ya kila upigaji kura yanatangazwa kwa ulimwengu kupitia moshi unaotoka kwenye chimni cha kikanisa cha Sistine. Moshi mweusi huashiria kuwa hakuna papa aliyepatikana. Hii hutokana na kuchomwa kwa karatasi za kura zilizochanganywa na kemikali zinazotoa moshi mweusi. Lakini moshi mweupe huashiria kuwa papa amepatikana. Hii ni kutokana na kuchoma karatasi za kura zilizochanganywa na kemikali zinazotoa moshi mweupe. Na mara baada ya hapo, moshi mweupe unapotokea, kengele za kanisa la Mtakatifu Petro huanza kulia kuthibitisha uchaguzi. Kardinali mkuu hutoka kwenye balkoni ya kanisa la Mtakatifu Petro na kutangaza kwa Kilatini, na wajulisha furaha kubwa, tunaye papa, ambapo hutamkwa kwa Kilatini. Kisha atatoa jina la papa mteule na jina lake la kipapa alilochagua. Kukubali na kuvaa mavazi ya kipapa. Papa mteule anaulizwa kama anakubali kuchaguliwa. Akikubali, anakuwa rasmi papa na anapelekwa kwenye chumba kinachojulikana kama chumba cha machozi, Room of Tears. Kama chumba cha machozi cha Room Tears kishaingia, huwa baraka inatoka, ambayo ni baraka ya kwanza. Papa mpya anajitokeza kwenye balkon ya kanisa la Mtakatifu Petro na kutoa baraka yake ya kwanza kwa mji wa Roma na kwa ulimwengu. Na huu ndio utaratibu mkuu unaofuata kumpata papa katika kanisa Katoliki. Ni mchakato unaochanganya mila za kale, sala
na umuhimu wa uongozi wa kiroho kwa mamilioni ya Wakatoliki duniani kote. Asante kwa kuwa sehemu ya Gift Online TV. Jina langu ni Tobias Kisima.